uangalau ufunge hata siku 7 tu. Siku 7 tu zinatosha. Utapata faida nyingi sana za kiroho. Uwe una imani, uwe una imani, uwe Mkristo, usiwe Mkristo, uwe Muislamu, usiwe Muislamu, lakini tega tu muda wa siku 7 tu ndani ya mwezi huu. Wewe funga tu kwa imani yako wewe mwenyewe, hata kama usimwambie mtu yoyote kwamba umefunga na nini. Tenga tu muda. Kwa nini nakwambia hivyo? Nakwambia hivyo kwa sababu Waislamu pamoja na Roman Catholic au RC wanao elimu kubwa kuhusiana na huu ulimwengu. Wanao siri kubwa sana, wanajua siri ya majira, siri ya muda. Lakini wanajua siri iliyopo katika hizi sayari, mzunguko wa hizi sayari. Kwa walipotenga muda wa hiyo wa Kwaresima pamoja na muda huu wa Ramadhani, wanajua kitu gani kilichopo katika mwezi huu au miezi hiyo. Wanajua siri iliyopo katikati ya muda na muda, mwezi na mwezi. Wanajua kuna nini. Kwa hiyo mwenzangu na mimi ambaye hutaki kufuatilia na hutaki kusoma, unachukulia kila kitu hize. Dunia hii haiendeshwi kwa miamko wala hisia ya mtu. Dunia hii inaendeshwa kwa kanuni. Kwa hiyo ukiona watu wanafunga au ukiona watu wanakomalia jambo fulani, jifunze, uelewe yaliyomo ndani yake. Kwa hiyo leo nimependa kukumbusha hilo. Ipo siku nitakuja kuelezea vizuri sana kama mwalimu wenu wa kiroho nini kilichopo, nini siri iliyopo ndani ya muda. Ndani ya muda huu, saa 1, saa 2, saa 3, masaa 12, masaa 24. Nini siri iliyopo ndani ya hizi siku 7 za wiki, miezi. Hapo ndipo watu walipofungwa, na hapo ndipo kuna siri kubwa sana. Endapo ukijua siri iliyopo ndani ya muda, ndani ya mwezi, ndani ya siku, una uwezo wa kufanya chochote kile unachokitaka katika ulimwengu huu. Ila kila kitu, na kukumbusha tena, huwezi ukayajua haya na huwezi ukajifunza haya kama una hekima. Maarifa yoyote, elimu yoyote bila hekima ni sawasawa na upotofu. Kwa kama unataka kuelewa kuhusu maarifa makubwa kama haya ya muda, time, basi nakuhitaji uwe na hekima sana kuweza kujifunza na uweze kuelewa. Niwatakie heri ya mwezi wa Kwaresima, na niwatakie heri ya mwezi wa Ramadhani. Mungu awabariki sana. Ni mimi mwalimu wenu wa kiroho, Mr. Kam.